Mtakumbuka kwamba ndani ya soko letu kulikuwa kuna wafanyabiashara wa aina tofauti tofauti. Na kwa bahati nzuri sana wakati wa kusanifu upya soko hilo, Mheshimiwa Rais alisisitiza kwamba tusipoteze uhalisia wa soko kutokana na wale wote ambao walikuwa wanafanya biashara katika soko hilo. Kwa mantiki hiyo, maelekezo yake yote yametekelezwa. Kilichofanyika mpaka sasa, wafanyabiashara wa biashara za aina zote ambao walikuwepo ndani ya soko hilo la Kariakoo watarudi baada ya masharti kuzingatiwa. Jambo la msingi ni kwamba tunalita soko la kimataifa, lazima ule umataifa uweze kusadifu soko letu. Kwa hiyo wale wafanyabiashara wote waliokuwepo awali waliohakikiwa wamekwisha sajiliwa katika mfumo wa Tausi na wamekwisha pewa maelekezo maalum, moja ikiwa ni kujaza mikataba, lakini mbili ikiwa ni kujiandaa sasa kulipa kodi kulingana na bei za soko, lakini tatu kufanya biashara sasa kama ambavyo wamepangiwa, na jambo la nne tumejitahidi sana kwa avoid madalali ambao kwa miaka mingi walikuwa na vyumba zaidi ya 5, 10, vitatu, halafu wao ndio wanafanya kazi ya kupangisha wengine na kupandisha bei. Kwa serikali itasimamia bei ili kuhakikisha kwamba wote wanamudu, lakini zaidi pia bila kukiuka misingi ya bei ya soko kulingana na maeneo yote ya Kariakoo namna wengine wanavyochaji. Sambamba na hilo, ili soko letu pia libaki katika taswira pia kimataifa, yapo baadhi ya maduka ambayo yataratibiwa upya kwa kutangazwa katika mfumo wa Tausi ili wafanyabiashara wale wenye nguvu waweze pia kuomba kufanya biashara katika soko hilo. Hoja yetu ya msingi ni kwamba kwa kuwa ni soko ambalo linachanganya sifa za wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo, basi ni muhimu wafanyabiashara wakubwa ambao watahudumia wafanyabiashara wengine wadogo wakawa sehemu ya soko la Kariakoo. Pamoja na haya yote, kwa kuwa soko wakati linaungua halikuwa na bima, tumesisitiza pia kwamba katika kodi ambayo itakuwa inalipwa ni muhimu sana pia kuzingatia bima ambayo lazima soko kabla halijaanza kufanya kazi tuhakikishe kwamba limekatiwa bima kutoka kwenye insurance maalumu, ili in case kwa baadaye likiwa na itilafu basi bima iweze kubeba mzigo huo. Lakini jambo jingine ni masuala ya ulinzi na usalama kwa ujumla. Tumesisitiza kwamba kwa kuwa soko hilo ni la kimataifa na ni la kisasa, lazima pia kufunga mifumo ya kamera itakayosaidia kubaini mienendo ya wale wote wazuri na wale wote wabaya wanaokusudia ama kuwa na wizi ama kufanya majaribio ya aina yoyote katika eneo hilo. Mtakumbuka kwamba moja ya jambo ambalo litakuwepo kwenye jengo hilo ni pamoja na mabenki yatakayokuwepo na watu wa huduma wakubwa, pamoja pia na wafanyabiashara wengine wakubwa, ili wafanyabiashara wa kimataifa wakitoka katika maeneo mengine yote waweze kupata zile huduma za pamoja. Tunaita one stop service center ambayo itasaidia kuratibu shughuli zao zote katika eneo moja. Baada ya kusema haya, nikiri tena kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumlipa mkandarasi zaidi ya 96%. Na kwa mantiki hiyo ni kiasi kidogo sana ambacho kimesalia ili kuweza kumaliza kabisa deni. Hii ni pamoja na mkandarasi mjenzi na mkandarasi mshauri, kwa maana wale waliokuwa wakitushauri kuhusu mwenendo wa ujenzi wa soko la Kariakoo. Aidha, mtakumbuka kwamba leo utakapokwenda soko hilo, njia zake karibu zote zimefungwa, na zimefungwa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ambao wameweka meza katika maeneo ya mabarabara, na kwa mantikio kuzuia uingiaji wa magari makubwa, kwa sababu utakumbuka bado kuna shughuli za uingizaji wa mizigo mikubwa ndani ya soko. Nitoe rai kama ambavyo nilitoa rai katika moja mkutano wangu hii juzi kwamba
uongozi wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo eneo la Kariakoo waanze kufungua barabara hizi ili magari yaanze kupita, na mwisho wa siku soko litakapozinduliwa kusiwe kuna hitilafu ya aina yoyote kuhusu kuingia ama kutoka kwa barabara zinazoingia ndani ya soko. Wafanyabiashara hawa, wapo watu watakao niuliza watakwenda wapi? Wafanyabiashara wote na hasa hizi biashara ndogo ndogo katika lile soko jipya ambalo limejengwa, tumeratibu, management ya shirika la masoko Kariakoo wataeleza, tumeratibu kadri unavyozidi kupanda kuanzia floor ya kwanza kwenda mpaka floor ya 3 mpaka floor ya 4, kutakuwa kuna vijiduka vidogo vidogo ambavyo ndivyo ambavyo wafanyabiashara biashara ndogo ndogo watapanga bidhaa zao. Sasa natoa muda wa wiki 2 ili uongozi wa machinga katika eneo la Kariakoo waweze kukaa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo, wawaeleze kuhusu adhima serikali na namna ya kufungua njia, ili kila mmoja abebe mzigo huu kwa kufungua njia, ili mwisho lisije likawa soko ambalo halina tija kwa uwekezaji mkubwa ambao umekushafanywa sasa. Sisi kama shirika la masoko Kariakoo tumejipanga kwa ajili ya kuwarejesha wafanyabiashara katika maeneo yao kama ilivyokuwa maelekezo Mheshimiwa Rais kwamba wafanyabiashara wote waliokuwepo pale warejee kwenye maeneo yao. Wafanyabiashara wetu ambao maeneo tuliokuwa nayo ilikuwa ni maeneo 1520, lakini mpaka kufikia sasa wafanyabiashara 1159 ndio ambao wamejisajili kwenye mfumo na wamejaza fomu za uhakiki kwa ajili ya kupewa mikataba na wamepangiwa maeneo kwenye mfumo wetu wa Tausi. Wafanyabiashara wetu tumewagawanya kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale wafanyabiashara wa vizimba ambao awali hapo walikuwa na vizimba lakini walikuwa wanapanga chini. Kundi la pili ni wafanyabiashara wa viuatilifu, nafaka na ifungashio ambao wenyewe watakaa floor ya 3, 4 na 5. Kundi la wafanyabiashara watatu, kundi la tatu ni wale wafanyabiashara ambao ameelezea Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba baada ya Mheshimiwa Rais kulijenga soko kwa ukubwa, kuna maeneo mengine yamebaki wazi. Hayo maeneo tutayatangaza kwa umma kwa ajili ya wafanyabiashara wengine wenye nia kufanya biashara katika soko kuu la Kariakoo waweze kuyachukua. Tutaweka utaratibu vizuri kwamba tutafanyaje, lakini tuna makundi matatu. Ndugu waandishi wa habari, kwenye kundi la kwanza la wafanyabiashara wa vizimba ambao wenyewe walikuwa ni 764, kati ya hao 627 tayari wamefanikiwa kujaza fomu, wamesaini mikataba na tumewaingiza kwenye mfumo wetu wa Tausi. Maana ni sawa na 81% ya wafanyabiashara wako tayari kuanza biashara. Kama alivyoelezea Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba soko linapokamilika hao wote wako tayari. Hata tukiwaambiwa kesho waingie, wana mikataba mkononi, ni kulipia malipo yao kwa control number ambayo tumeshawapa waweze kuanza biashara. Kundi la pili kama nilivyoeleza kwamba ni wale ambao wanaenda kukaa sehemu ya ghorofa ya 3, 4 na 5. Hao ni wale ambao walikuwa wanafanya biashara ya nafaka, viuatilifu lakini na vifungashio. Hao wenyewe walihitaji maeneo makubwa kulingana, hawakuwa na vizimba. Wale vizimba vimejengwa lakini wenyewe walitaka maeneo kulingana na square meter. Kwa haya maeneo yao ndio yako hatua za mwisho kukamilika kwa ajili ya kugawanya, na wenyewe tayari wamepangiwa maeneo kwenye mfumo. Kundi la tatu ni wafanyabiashara wapya au wageni ambao haya maeneo yatatangaza kwenye mfumo wa Tausi au kwa umma ili watu waweze kuyachukua maeneo. Utaratibu ukoje? Utaratibu kwamba mtu anakuwa amejisajili au anahitaji kujisajili kwenye mfumo wa Tausi, na siku ya mnada yeye anaenda mfumo na kuweza kupata eneo.